Mpendwa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Moja ya ahadi kubwa ambayo Mungu aliachilia kwa wanadamu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo ni juu ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Na ukisoma ile Matendo ya Mitume ambayo tumetafakari mara nyingi, ile sura ya kwanza ule mstari wa 8, Yesu Kristo aliwaambia mitume wake au wanafunzi wake kwamba wabaki pale Yerusalemu mpaka atakapowajilia Roho Mtakatifu na atawatia nguvu. Maneno yake Yesu Kristo yalikuwa yanarejea pia maneno ya kabla ambayo aliwaambia katika Injili ya Yohana ile sura ya 14, sura ya 15 na 16. Lakini sasa tunaona baada ya yale matamko ya ahadi katika sura ya pili Matendo ya Mitume, maandiko matakatifu yanatuambia katika ule mstari wa kwanza, nitaenda kusoma mpaka ule mstari wa 12. Biblia inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote pamoja, kukaja nguvu kutoka mbinguni, uvumi kama uvumi wa upepo, na nguvu ikienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwemo wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingi kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, alafu anasema wakaanza kunena kwa lugha nyingi kama Roho alivyowajalia kutamka. Lakini ule mstari wa 5 unasema, na walikuwako Yerusalemu Wayahudi walikikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano wakakutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia akisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wakastaajabu, wakiambiana, tazama, watu wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wapathi, Wamedi, Waelemi nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapodikia, Ponto na Asia, Frigia, Pamfilia, Misri, pande za Libya karibu na Krene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi waongofu wa Krete, Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake ni nini mambo haya? Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa. Ukiangalia maneno haya kwa tafsiri ya haraka tu utaona kwamba kabla ya kuja Roho Mtakatifu kulikuwa na kipindi cha kungoja. Kwa hiyo tunaweza kujifunza jambo la msingi sana kwamba kwenye ahadi za Mungu tunastahili kwanza kungoja utimilifu wake. Kwa kabla ya kuja kwa zile ahadi, Mungu anatuandaa. Kwa kuna wakati unaweza kupokea ujumbe wa Mungu kwenye jambo lolote lile, lakini jambo la msingi sana la kuzingatia hapa ni kungoja. Lakini kuna jambo jingine utakalojifunza pia hapa, kuja kwa Roho Mtakatifu kulibadilisha mazingira yale walioyazoea. Nguvu ile ambayo iliwashukia ghafla kutoka mbinguni, iliyokuja kama uvumi wa upepo, wanasema ukienda kwa kasi, ikajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ile nguvu ambayo iliingia mule ndani ilisababisha pia mabadiliko, sio ya nafsi tu au roho zao, lakini mabadiliko ya kawaida katika mwili. Kwa Mungu anapobadilisha jambo lolote, huwa anakuja kwa namna ambayo pengine hatuitarajii. Roho Mtakatifu alipokuja akabadilisha mazingira yale ambayo mitume walikuwako kule Yerusalemu walikuwa wamejifungia. Lakini maandiko yanasema kukatokea ndimi zilizogawanyika, alafu kama ndimi za moto uliowakalia kila moja. Kwa zile ndimi ziliwatia nguvu hiyo ya kuweza kujiona kwamba wako tofauti, lakini wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa ile nguvu iliwapa uweza wa Roho Mtakatifu. Alafu ushuhuda wa kwamba wamejazwa Roho Mtakatifu ni kusema kwa lugha nyingi. Wale ambao walikuwa wamezoea kuongea kwa lugha moja, kumbe Roho Mtakatifu anawabadilisha, wanaweza kuongea kwa lugha nyingi sana hapa. Na Biblia inasema walikuwepo na watu wengine ambao waliwashuhudia wakisema yale, wakastaajabu sana, wakaona kwamba hawa ni watu ambao wanatoka mataifa na makabila tofauti tofauti, mbona kila wanachokinena tunawaelewa? Kwa Roho Mtakatifu anapotubadilisha, maana yake ni nini? Ushuhuda wake ndio unaofanya kazi na sisi sio wenyewe. Sasa tunapotafakari kuja kwa Roho Mtakatifu,
labda tujue kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni moja ya roho za Mungu. Roho Mtakatifu ni nguvu ambayo inakuja, ambayo sio nguvu ya kawaida, bali ni uwepo wa uhai wa Mungu ndani ya mwanadamu. Anakuja katika moyo uliovunjika, moyo ambao ukiwa na hofu, lakini unawashwa moto wa imani na kugeuza mtu ambaye alikuwa sio mtu, alikuwa anaonekana mtu wa kawaida, lakini anabadilika na kuwa kama sio mtu wa kawaida. Anaweza kufanya mambo makuu, mambo mengi. Tunasoma katika Ezekieli ile sura 36 ule mstari wa 23, Mungu anasema, nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Ezekieli anasema maneno haya, moyo wa jiwe huisha kwa hasira, lakini kuna chuki ndani yake, lakini kuna tamaa za mwili, lakini pia kuna hali ya kushindwa kama mwanadamu. Lakini Roho Mtakatifu huleta moyo mpya wenye upendo, huruma, amani, utii wa Mungu ndani yetu. Lakini Roho Mtakatifu anaweza kutubadilisha. Kubadilisha maana yake nini? Katika hali ya dhiki, katika hali ya mafadhaa, majonzi, analeta ushuhuda mpya, anatuondoa katika vifungo vya dhambi, lakini anaturejeshea matumaini katika hali ya kufa kiroho, lakini pia anatupa mwanzo mpya baada ya kuanguka kwetu. Roho Mtakatifu, mitume wale ambao walishindwa wakati fulani kufanya kazi kubwa sana za Mungu, lakini kupitia Roho Mtakatifu sasa tunaona Petro anaweza kusimama pale Yerusalemu kulihubiri neno la Mungu. Petro yule ambaye huko nyuma alikuwa hawezi. Mungu anabadilisha mazingira kupitia Roho Mtakatifu, anaanza kubadilisha pia na mioyo ya watu. Roho Mtakatifu analeta nguvu na ujasiri. Tumeona Matendo ya Mitume ile sura ya 2, wanafunzi waliokuwa wamejifungia kwa hofu, walipojazwa Roho Mtakatifu wakasimama kwa ujasiri kulihubiri neno la Mungu. Petro ambaye huko nyuma tunasema alimkana Yesu, lakini ndiye aliyesimama akaanza kuhubiri kwa ujasiri mkubwa sana na ustahimilivu. Na hiyo ndio nini? Kazi ya Roho Mtakatifu. Uondoa uoga, uvunja aibu, uondoa mashaka, uondoa nguvu ambazo sio za kwetu na kuweka nguvu zake ndani yetu, lakini pia umfanya mtu awe ni mtu ambaye ni shahidi wa Kristo wa kweli kwa ujasiri. Mtu mwenye Roho Mtakatifu habaki kuwa kama mfungwa wa kifungo cha hofu, lakini pia anakuwa na mtu mwenye matumaini na ujasiri mwingi. Roho Mtakatifu ni mwalimu na ni fariji. Yesu Kristo anasema mwenyewe katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 26, anasema Roho atawafundisha yote na kuwakumbusha niliyowaambia. Katika dunia ambayo imejaa vuguvugu la hofu, mashaka, lakini pia kuna vita ya ndani na vita ya nje. Paulo mahali pengine alisema ndani hofu na nje vita, lakini tunaona kwamba kupitia Roho Mtakatifu bado Paulo mwenyewe alipata ujasiri wa ajabu sana kuhubiri Injili kwa mataifa yote. Na hapa tunaona nini? Roho Mtakatifu huongoza katika kweli, utufariji katika maumivu, utupa hekima ya kufanya kazi ya maamuzi ambayo ni sahihi kabisa ya Mungu, lakini pia utulinda ili tusipotee katika roho hata katika mwili. Wakati watu wanaweza kuona kwamba pengine jambo fulani uliwezi, lakini kupitia Roho Mtakatifu unabaki kuwa mstahimilivu na kuwa hodari katika jambo hilo. Lakini wakati nguvu zako zinaisha,